Ukisoma kwa mfano hii sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, kifungu cha 140 kina matatizo makubwa. Unaona kabisa kuna kila nia ovu ya kuwafanya Watanzania wasipate haki zao. Unajua kama tumesema, tume huru ya uchaguzi inasimamia haki ya kiuchaguzi. Huko ndani kuna michakato ya aliyekatwa, mwingine ameambiwa tu wewe tumeona huna sifa za kupiga kura, mwingine anasema umeshindwa kujaza fomu kwa hiyo ufai kugombea. Kuna wengine, kuna wakati unakuta watendaji au wale returning officer wanafunga ofisi siku ya kurudisha fomu, unakuta muda wako umeisha na anataka kupokea fomu hajapokea fomu, kwa hiyo unajikuta uko nje ya muda. Sasa ukienda kwenye hichi kifungu cha 140, bahati mbaya sana kimesema malalamiko ya aina hii ya kiuchaguzi eti yatasikilizwa na mahakama ndani ya miezi 12. Hii sidhani kama, mimi kwa mtazamo wangu sidhani kama inalenga kumfanya mtu awe na haki ya kuaccess haki yake ambayo imenyimwa na kwenye tume ya uchaguzi. Nasema hivyo kwa sababu tulitegemea basi wangeweka hata time frame kwamba ndani ya siku 30 tangu malalamiko yalipopelekwa mahakamani yao yamefanywa maamuzi, ili mtu awe na uwezo ndani ya siku 30 mpaka 60 ameandaa dokumenti zake, zimeenda mahakamani na mahakama imeamua kwamba huyo mtu alishinda ubunge kihalali au hakushinda ubunge kihalali, alishinda udiwani kihalali au hakushinda udiwani kihalali. Leo hii sheria ikisema kwamba mahakama inaweza kusikiza ndani ya miezi 12, hivi inawezekanaje kwamba mtu ametumikia ubunge wake mwaka mzima alafu anakuja kuambia wewe hukushinda kihalali? Mahakama gani itasema hivi? Kwa hiyo technically unakuta ni kama mtu anakuwa amenyimwa haki yake. Huwezi kuweka time frame kubwa hivi kwenye swala ambalo ni muda mfupi na linahitaji majibu ya haraka. Tutajifunza wenzetu Kenya wana mfumo mwepesi sana. Kwanza wameweka utaratibu kwamba the moment tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi ya Kenya ikishakuwa imekamilisha mchakato wao wa kiuchaguzi, mahakama kupitia msajili mkuu huwa inatoa a public notice, taarifa kwa umma, kwamba yeyote ambaye anahisi amechukizwa au hajapendezwa na mchakato wa kiuchaguzi au ameathirika kwa namna moja au nyingine juu ya mfumo wa uchaguzi ulivyoendeshwa, apeleke maoni yake, malalamiko yake mahakamani ndani ya muda fulani. Hiyo ndio mahakama ya Kenya inavyofanya. Lakini law ya mahakama ya Tanzania hutakuta inafanya hivyo. Mahakama ya Tanzania inajikalia kimya. Atakayejisikia kuhisi na malalamiko ataenda mahakamani. Na ndio maana wewe dada Neema utakuwa ni shahidi kwamba mwaka 2020 nchi nzima ya Tanzania ilipeleka kesi moja tu ya uchaguzi ambayo ilipeleka Boniface Mwabukusi mahakama kuu ya Mbeya. Kwa nini? Kwa sababu Watanzania wali-lose confidence na mahakama, waliona kilichofanyika mtaani kwamba nchi nzima Chama cha Mapinduzi peke yake ndio kimeshinda katika ngazi zote. Wakaamini kabisa hata mahakamani hatuwezi kutendewa haki, kwa sababu kama huku wamepigwa alafu hakuna inviting voice, tunasema ile sauti ya kuwaita nyie njooni mlalamike huku kama mnahisi huko umeonewa, kwa sababu muhimili huu kazi yake ni ku-cross check sheria zimefuatwa au hazijafuatwa. Nafikiri hakuna ambaye atabishana mimi kwamba 2020 kila mtu alilalamika. Kuna wengine fomu hawakupokelewa, si ndio? Kuna wengine mtu ana degree, ana masters, ana PhD, ameambiwa ameshindwa kujaza fomu, hajui kusoma na kuandika. Yaani vilikuwa ni vituko. Uhakika kama wabunge huwa wanabeba maoni ya wananchi, sina uhakika, kwa sababu wabunge walio wengi wakishaenda bungeni hawana kawaida ya kuchukua maoni ya Watanzania na kuwasikiliza wanasema nini juu ya hayo mambo na kuyapeleka bungeni. Na ndio maana mimi huwa napenda kurudia mara kadhaa kwenye kitu ambacho kilisisimua nchi, kwamba mkataba wa DP World. Kwani wabunge si waliupitisha kwanza ndio wakaanza kurudi mtaani kwanza kutufafanulia sisi? Walikuwa wana sababu gani ya kwenda kwanza? Wamepitisha tukio la ajabu, halafu wanarudi wanasema sasa jamani wa Tanzania, unajua ule mkataba hauna matatizo kabisa. Was that necessary? Kwa nini tusingesema hivi, mtuletee sisi wa Tanzania wote tuvuruge kwa pamoja. Tukivuruga kwa pamoja tuna uwezo wa kufikiri. Mwisho wa siku tunasema mbunge, sasa wewe msimamo wa watu wa jimbo la Iringa mjini, au msimamo wa watu wa jimbo la Kilolo, au msimamo wa watu wa jimbo la Mafinga juu ya hili swala ni huu. Alafu yeye anaenda kusema jamani, mimi wananchi wangu wamesema
kwamba juu ya hili na hili na hili hawakubaliani, lakini kipengele hiki na kipengele hiki wanakubaliana nacho. Kwa hiyo tunafikiri kirekebisho hichi na hichi, na ndio maana mwisho wa siku na mara zote sheria nyingi zinazopitishwa bungeni za ajabu zinapitishwa kwa sababu wabunge hawatimizi wajibu wao. Wajibu wao ilipaswa iwaje kabisa, yani imekaaje hiyo kwa mfano kwenye miswada kama hii? Tunasema hivi kwa sababu kwa nianze ku trace back kwenye kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo kimsingi tunasema kwamba inaruhusu kila mwananchi kuwa na haki ya kupata taarifa au habari hasa zinazogusa nchi yake. Sasa kwenye mazingira ya aina hiyo kuna mambo mawili. Wananchi wanaweza wakatoa maoni yao moja kwa moja baada ya, kama nilivyoeleza kwamba bunge huwa linaweka kwenye tovuti yake ya bunge taarifa ya kuwakaribisha wananchi kutoa maoni, likidesign kwamba maoni yatatolewa tarehe fulani mpaka tarehe fulani katika ukumbi fulani. Nitachukulia mfano wakati swala la mkataba wa DP World limefikishwa bungeni, utakumbuka kwamba Watanzania waliambiwa na kupitia tovuti ya bunge kwamba wafike ukumbi wa Msekwa ndani ya muda fulani, ambao almost ilikuwa siku moja, nayo haikamiliki sawa sawa, lakini wananchi walikuwa invited waende wakatoe maoni. Sasa kwenye mazingira ya aina hiyo, maana yake wananchi baada ya kuwa wamepata hiyo taarifa, na bahati nzuri taarifa sasa hivi za aina hiyo unakuta zinazunguka sana kwenye haya makundi sogozi, kwa maana makundi ya WhatsApp, Instagram, Facebook, unakuta wameposti kila sehemu. Kwa hiyo kama mtu atakuwa amepata taarifa hiyo, anakuwa ana wajibu wa kufika kwenye eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kutoa maoni yake. Huo ndio utaratibu. Lakini kwa mfano kwa sheria hizi ambazo sasa tunaendelea nazo, vyama vya siasa navyo vinakuwa vina wajibu wa kuplay, lakini pia hata sisi, kwa mfano sisi mawakili, hii miswada pia tulishaipata kupitia kwenye chama chetu cha mawakili, kwamba na sisi pia tunaweza tukatoa maoni yetu kama wataalamu wa masuala ya sheria, ambapo kila sheria inapotungwa sisi tuna wajibu wa kutoa maoni kwa ajili ya kuisaidia nchi. Kwa hiyo huwa wana kawaida secretariat ya chama cha mawakili Tanganyika kupitia emails zetu mawakili wote Tanzania, huwa tunatumiwa ile miswada kwenye email zetu, na kwa mantiki hiyo tunapewa muda kwamba ndani ya muda fulani andika maoni yako ututumie. Kwa hiyo yale maoni yatapelekwa kwenye hiyo kamati ya bunge. Kwa hiyo ndicho ambacho kinafanyika, kwamba hata vyama vya siasa huwa vinatumia the same channel, vinawatakiwa kuwasiliana na wanachama wao nchi nzima. Hapo wakili Msome pekee ambacho kina mamlaka ya kutunga sheria. Na wabunge hawa tunasema ni wawakilishi wa wananchi. Itakuwa ni ajabu kuitwa mwakilishi wa mwananchi afu una uwezo wa kumconsult mwananchi na mwakilishi. Kwa hiyo wana wajibu wa kuwaconsult wananchi, kuwajulisha, jamani, kuna mswada huko 1 2 3, matokeo yake utaathiri hiki na hiki na hiki. Ninyi wananchi mlionituma mimi, mnasemaje? Mnasema nikaseme nini nikifika bungeni? Kwa sababu utunzi wa sheria sio swala la overnight, ni process. Sasa kama ni process, kwa nini usiwaconsult watu wako ambao wewe unawafahamu? Uwasikie wanasema nini. Unaweza karatibu kaandaa hata mdahalo kwamba jamani, wananchi wa jimbo la Iringa mjini tuna sheria hii na hii na hii, mimi kama mbunge wenu nahitaji maoni yenu nikayaseme nikifika bungeni. Ndio utaratibu ulivyo, kwa sababu wewe unatuwakilisha sisi. Ukipeleka maoni yako binafsi ukasema unatuwakilisha sisi, tutakuwa tutendei haki, na hiyo haiko sawa. Essence ya kuitwa wewe ni representative wa wananchi ni kwa sababu unateki mawazo yao na kuyafikisha kule anakotakao kufika. Utakachokisema tunasema wananchi wa Iringa wamesema. Nafikiri several times Msigwa alikuwa na kaida kusema yeye ni taxpayers representative. Sawa, ni mwakilishi wa sisi walipa kodi wa jimbo la Iringa mjini. Kwa hiyo kama ni mwakilishi, ana wajibu wa kuchukua maoni yetu sisi, aenda kawaambie wale ambao wanatumia kodi zetu sisi kwamba hiki wamesema wananchi wa Iringa hapana, na hiki wamesema kiendelee. Ndio taratibu ulivyo. Na hiyo ndio maana halisi ya kuitwa wewe ni mbunge mwakilishi wa wananchi. Unless otherwise, ukianza kujiwakilisha mwenyewe ukasema nimewakilisha wananchi, tutaanza kuquestion ulipatikanaje. Yeah. Kwa sababu unajiwakilisha mwenyewe, lazima tuanze kuhoji kwani ulipatikanaje. Huenda haukupigwa kura na wananchi. Na ndio maana huoni sababu ya kuchukua mawazo yao na kuyafikisha bungeni, na bunge lididact, mwisho wa siku create sheria ambayo ni kelezeki. Ndipo hapo Watanzania pamoja na wadau au stakeholders wana wajibu wa kutoa recommendation kwamba no,
hichi kifungu kiondolewe au kibadilishwe, stating ya kwamba tusikilize kwa miezi 12, tuseme tusikilize kwa siku 60. Very clear. Hii milioni 5 iliyowekwa kama dhamana ya mtu, yaani wewe unaenda kulalamika mahakamani, kesi za kawaida zingine unakuta mtu anafungua kwa shilingi 40,000 au 20,000. Hii inakutaka kudeposit kwanza kwenye account milioni 5 ndipo ulalamike. Sasa hivi kweli huyu anataka kweli mimi nipate haki ya kugombea kweli? Yaani kwa hiyo nimezulumika mtaani, naenda mahakamani, nimefungwa mikono kwa sababu sina hela, sina uwezo wa kuweka hicho kiwango. Kwa hiyo ndio muda sasa. Haya maeneo ndio ambayo wananchi wanapaswa kulalamikia na kuyakataa. Lakini jambo la pili, hata ukirudi kwenye tume yenyewe bado haijamkataza mkurugenzi kuwa sehemu ya uchaguzi. Sasa nani anasema kwamba wakurugenzi wengi hapa nchini ni makada wa Chama cha Mapinduzi? Si hawa